General Kirofoka. Hapa tuko ndani ya uwanja wa vita. General T3 kichoka Wambi. T3 kichoka Wambi. Heri kufa kuliko kufadhaika. Jo, hawa watoto wanayala mlima yote. Watoto hawa wanayala mlima yote. Hali ya usalama katika eneo la Minembwe inaripotiwa kuwa mbaya kufuatia mapigano ya hivi karibuni kati ya vikosi vya FARDC na wazalendo dhidi ya makundi yenye silaha wakiwemo Twirwaneho wanaodaiwa kushirikiana na M23 RDF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, idadi kubwa ya majeruhi kutoka kundi la Twirwaneho imezidi uwezo wa vituo vya afya vya eneo hilo kutoa huduma. Shinikizo la kijeshi kutoka kwa FARDC na wazalendo inaeleza kusababisha hasara kubwa kwa makundi hayo yenye silaha. Wakati huo hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku raia wakikumbwa na hatari za moja kwa moja za mapigano, ikiwemo ukosefu wa huduma za afya, hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao. Mwenyezi Mungu sababu tumeona mchana wa leo, tupenda kujulisha hali ambayo tunaendelea kuishi. Tunashukuru Mungu kwa sababu eneo la Rute Mwenga groupment ya Wasiloche tungali afadhali kidogo, lakini mapambano makali yanazuka katika mamilima mirefu katika kijiji cha Alenge. Hapo jana ndo vita vilipamba moto katika jeshi letu la taifa pamoja na hawa wa Twirwaneho, lakini kwa sasa milima yetu na eneo zetu ambazo tunazoishi zingali zinatulia kidogo, lakini hofu tu ni raia maeneo ambao wanapoishi wenyewe walitoka mavijiji tofauti tofauti, wanasumbuliwa na njaa, nini watakula kwa sababu hakuna misaada hata kidogo tangu hii mavita yanzi katika maeneo ya nyanza za juu. Na tungeomba kabisa wale watumishi wa mashirika za kiutu kuingilia masuala hili kati, kwa sababu mahali ambapo watu wamekumbwa na vita ni mahali ambapo watu wanaendelea kuhangaika, sababu watu waliacha makao zao wakaenda katika vijiji vingine. Lakini tunaendelea pia kushukuru jeshi letu la taifa ambao linaendelea kufanya kazi pamoja na wazalendo. Tunajua kama Mungu akisaidia vitu vitakuwa vizuri katika nyanza za juu. Tarehe 8 Februari mwaka 2026 jioni, hali ya shangwe na matumaini iliripotiwa miongoni mwa vikosi vya wazalendo katika uwanda wa Ruzizi mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano makali yaliyodaiwa kukamilika kwa mafanikio kwa upande wao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka uwanjani, eneo la mapigano lilitangazwa kuwa limekamilika na kudhibitiwa, huku vikosi vinavyodaiwa kuwa RDF M23 AFC vikidaiwa kuondoka katika nafasi zao za kimkakati. Vyanzo hivi vinaeleza kuwa wazalendo wamechukua udhibiti wa maeneo muhimu yaliyokuwa yakitumika kama ngome za kijeshi za waasi hao. Kamanda anayejulikana kama Teka pamoja na Jenerali Kirofoka wametajwa kuongoza operesheni hiyo, huku wakisifiwa kwa uratibu na uongozi katika mapambano hayo. Hata hivyo, licha ya madai yao ya ushindi, hali ya usalama katika eneo la Ruzizi na maeneo jirani inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza au mabadiliko ya haraka ya kimkakati. Hapa Lewiti Masango, hawa ni wasoda ya General Kirofoka. Ba General Kirofoka hawa tuka leo wamemchapa adui. Wamemchapa adui leo. Lewiti. Huyu ni T3 kichwa Kawambi. Jambo baba. Kazi. Tuko sawa, kazi sana. Tuko tunamchapa. Ndio. Manake vraiment tumedeloge kwa hali nyingine. Courage kabisa. Naona kabisa hakuna shida. Courage. Soda yangu wote naona wanatulia. Antuka. Soda wa Kirofoka. Mimi T3 ajue kichwa Kabambe. Tutaenda hadi Muravya. Courage. FARDC kwenye. Courage kabisa. Napenda FARDC yote tuende mkazi hadi Muravya.
tuende kama kwenye adui atafikia na ndio kwenye tutafikia. Courage kabisa, courage kabisa. Courage. Raia wawili wa jamii ya mbilikimu waliokuwa wametekwa na wahasi wanaodaiwa kuwa wa ADF NALU tarehe 6 Februari mwaka 2026 wamepatikana wakiwa wamefariki dunia mnamo Februari 9 katika eneo la Alulembi, kijiji cha Bwanasura, Otomabere. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mmoja wa waokoaji, marehemu hao walikuwa wakirejea kutoka kuwinda ndipo walipokutana na wapiganaji hao wa ADF NALU. Inadaiwa kuwa walikataa kutumika kubeba mizigo, jambo lililosababisha kuuawa kwao. Miili yao ilipowasili katika kituo cha Bwanasura Otomabere, marafiki na wanafamilia walijawa na huzuni na majonzi makubwa. Katika tukio hilo la kusikitisha, mjane wa Profesa Duga alinusurika baada ya kujaribu kujitoa uhai alipogundua miili ya mumewe na mdogo wake aitwaye Mapimbo. Alikimbizwa na kuokolewa kwa wakati. Ofisi kuu ya sekta ya Tanganyika imetoa kauli ya kuhakikishia usalama wakazi wa mji huo wa Mboko kufuatia milio ya risasi iliyosikika kwa siku 2 mfululizo majira ya usiku. Tukio hilo lilisababisha taharuki na hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa ya sekta hiyo, mamlaka za usalama zinafuatilia kwa karibu chanzo cha matukio hayo na zimeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya yoyote atakayebainika kuhusika na vitendo vya unyanyasaji au uvunjifu wa amani. Viongozi wamesisitiza kuwa wahusika watatiwa mbaroni mara wanapokamatwa. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana journalist. Naam, ni masaa 48 yamepita na milio ya risasi inasikika majira ya usiku, ambapo raia wa Mboko walikuwa wameisha sahau kabisa, maana vidonda vilikuwa vipo moyoni, wamedoneshwa na kujazwa na hofu tena kwa mara nyingine kwamba masasi yanaanza kusikilika. Kwa hofu waliokuwa nayo, wanahitaji kujua ni kwa nini masasi yanapigwa, na unaweza ukawaambia raia nini wito wako kwa raia, kwa wale wanaoshikilia silaha? Asante kwa swali hiyo. Mimi kama vile secretary administratif wa sekta ya Tanganyika, mkuu kiongozi yupo kwenye mission yake ya sensibilisation mwantite yake. Mimi kama vile responsable wa pili kwenye sekta yetu, naweza nikaombe kwa raia yetu ya sekta ya Tanganyika wao apeze, watulizane autour ya masasi ambayo inayokuwa ikilia muda wa 48 heures tangia waibu ama wajier kufika hapa. Je pense que situation iko calme mkadri ya sécurité, na ili masasi mlio yasikia nyinyi raia wa sekta yetu ya Tanganyika precisement Mboko, wao apeze, watulizane. Nona wajeshi ambao tunao na wazalendo ambao tunao wanapokunywa pombe wanakuwa sawa vile wamechanganikiwa. Ile ilikuwa ni masasi ambayo iliyolia kwa wale walevi, na wale walevi kwa sai nawaambia kama weko deja korokoroni, kwani kamanda ambao tunayo hapa wa JR wa FARDC vraiment walipasha kumaîtriser situation ya wale walevi ambao wanapiga masasi kiovyo ovyo. Kumbe nyinyi muwe apeze, mutulizane. Tour la sécurité ilikuwa vraiment iko stable mwantite tu ya sekta ya Tanganyika precisement Mboko. Wanachukua hatua gani wanaposhikwa au wanaopiga masasi holela? Na vile maana kuna watu wanalalamika simu zao zinapokonywa usiku, na vile kwenye tambarare ya kuelekea Nundu kuna simu ambapo kuna mwendesha pikipiki ambaye alinusurika kutekwa na wanajeshi ambao wanasemekana ni wajumbe na naibu. Nyinyi kama vile viongozi mnachukua hatua gani kuhusiana na hilo? Sisi kama vile uongozi pamoja na wamambre wetu wa conseil de sécurité, service spécialisé en sécurité, je pense que dossier yote ile kwa mikono ya mkuu kiongozi wetu wa JR kwa kuweza kufuatilia mambo yale, na ile mambo je pense que wale watu walikamatika, na kuna mkutano mwingine ambao tunaotayarisha kwa kuweza kujua namna gani ile mapare ile nyang'anyo ile siku ya
wajue ilienda wapi, porque wenyezi wa zile matelefoni warudie mzigo. Tuiufika kwenye komanda wa JR kufuatilia ile mambo. Tunakushukuru mzee. Asante sana. Video inayosambaa mitandaoni inaonyesha kile kinachodaiwa kuwa kukamatwa kwa watu wanaotumiwa kuwa makamanda waliopenyezwa na Rwanda na kufanya ujasusi kwa niaba ya M23. Kwa mujibu wa maelezo yanayoambatana na video hiyo, watu wao walikamatwa na vikosi vya wazalendo wakidai kuwa ni wapelelezi waliokuwa wakifanya shughuli za siri katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Numéro tel, buganga bien banda, buganga ne kane chota. 3, 4, 5, 6, 7, 12. 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 les dernières. Calme. Allez, vous!